Uhuru ameiacha ngazi ya Wizara ya Fedha, lakini bado anapeperusha bendera ya naibu waziri mkuu na kuibua swala, vipi atasalia na jukumu moja serikalini licha kudhihirika kana kwamba amesalimu amri ya shinikizo linalotokana na kesi ya mahakama ya ICC. Hawa watu ambao wamepelekwa Hague walipewa ile kazi yao kupitia njia za kisiasa, na njia za kisiasa sio necessarily njia za kisheria. Njia ya kisheria ni njia ambayo ni safi kabisa, ni kama kwenda mbinguni. Imenyoroshwa kabisa. Ndiposa ukifanya kosa kidogo tu hivi kama kufinya mtu kidogo, hiyo inasemekana ya kwamba lazima utalipa pale. We do have a deal. Nafasi yake ilibuniwa kutokana na mkataba wa upatanishi wa kitaifa. Kwa ufupi, ni nyadhifa iliyotokana na makubaliano ya kisiasa ya vinara Rais Mwai Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga. Lakini swala hapa ni je, ina maana kwamba mtu yeyote aliye na mamlaka katika serikali ya muungano hawezi kujiondoa kwa kuzingatia sheria ya makubaliano iliyounda serikali ya muungano wa mwaka 2008? Kwa hivyo tutoe, lakini ya kisiasa tutajificha kwa majani kidogo hapa na pale. Ndiposa amesema kwamba hatafuta hawa watu wawili. Inaonekana Uhuru atatuachia mkono wa naibu waziri mkuu ikiwa tu Rais Kibaki na wabunge wa PNU waamue kushinikiza kura kutokuwa na imani naye bungeni, hatua ambayo ni kama ndoto mbaya haitatukia kutokana na taswira ya kisiasa ya Mlima Kenya, hasa wakati huo wa kampeni ya uchaguzi mkuu. Kubakia kwa Uhuru Kenyatta kama naibu waziri mkuu kuna maanisha kwamba bado anashikilia nafasi yake kama waziri katika baraza la mawaziri. Licha ya kwamba hana ofisi ya waziri anayoongoza, anaweza kusimamia shughuli za wizara yoyote serikalini kama msaidizi wa waziri mkuu. Kipenge cha 6 cha katiba ya Kenya kuhusu uongozi kinaashiria mtu yeyote mwenye kushikilia ofisi ya umma akipata dosari ajiondoe ama serikali imtenge ili asiadhiri hadhi ya ofisi hiyo. Je, ni mwelekezo utakaosalia tu kama maandishi kwenye karatasi ya katiba ya Kenya? Isabella Kituri, KTN leo.